Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV, asante sana kwa kuwa nasi kila siku asubuhi kufuatilia makesha ya asubuhi, tafakari zetu hizi ambazo kwa hakika zinatuimarisha kiroho. Na leo nikualike katika mada ya leo na tafakari ya leo, ikiwa ni Agosti 16, 2026. Mada ya leo ina kichwa kinachosema mfariji kama Kristo. Mada yetu imejengwa katika kitabu cha Yohana 16 na aya ile ya 7. Naye anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Mfariji ambaye Kristo aliahidi kumtuma baada ya kupaa kwake kwenda mbinguni ni Roho katika utimilifu wote wa uungu, akidhihirisha nguvu ya neema ya Mungu kwa wote wanaompokea na kumwamini Kristo kama Mwokozi wao binafsi. Pamoja na mfanyakazi aliyejiweka wakfu kwa Mungu, popote pale alipo, Roho Mtakatifu hukaa. Maneno yale yaliyosemwa kwa wanafunzi yanasemwa pia kwetu. Mfariji huyu ni kwetu vile kama alivyo wao. Hakuna mfariji kama Kristo, mnyenyekevu na mkweli kiasi kile. Anaguswa na hisia za udhaifu wetu. Roho yake hunena na moyo. Hali zilivyo zinaweza kututenganisha na marafiki zetu. Bahari pana iliyochafuka inaweza kututenganisha nao. Ingawa urafiki wao wa kweli bado unaweza kuendelea kuwapo, wanaweza wasiweze kuonesha. Lakini hakuna hali ya mambo, hakuna umbali unaoweza kututenga na mfariji wa mbinguni. Popote tulipo, popote tutakapokwenda, daima yupo pale, yeye aliyetolewa mahali pa Kristo kutenda badala yake. Daima yupo upande wa mkono wetu wa kuume, apate kusema maneno yanayotuliza ya upole, apate kusaidia, kutegemeza, kuimarisha, kuinua na kuchangamsha. Mvuto wa Roho Mtakatifu ni uzima wa Kristo katika Roho. Roho huyu hufanya kazi ndani na kupitia kwa kila mmoja anayempokea Kristo. Wale wanaojua ukaaji ndani wa Roho huyu hudhihirisha matunda yake: upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, wema na imani. Roho Mtakatifu daima hukaa na yeye anayetafuta ukamilifu wa tabia ya Kikristo. Roho Mtakatifu hutoa nia safi, kanuni hai, tendaji ambayo huzitegemea nafsi zile zinazofanya bidii, zinazoshindana na majaribu, zinazoamini katika kila dharura na chini ya kila jaribu. Roho Mtakatifu humtegemeza muumini katikati ya chuki ya ulimwengu, katikati ya uadui wa ndugu, katikati ya kukata tamaa, katikati ya kutokufanikiwa, katikati ya utambuzi wa kutokukamilika, na katikati ya makosa ya maisha. Kulingana na usafi na ukamilifu usio na kifani wa Kristo, ushindi ni hakika kwa yule anayemtazama yeye aliye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Amezichukua dhambi zetu ili kwamba kupitia kwake tupate kuwa na ubora wa kimaadili na kufikia ukamilifu wa tabia ya Kikristo. Asante kwa kuendelea kufuatilia tafakari hii ya leo, ambayo ilikuwa ina kichwa kinachosema mfariji kama Kristo, na tukiangazia ahadi ambayo Yesu aliwapatia wanafunzi wake, ahadi ambayo ni kwetu pia Mungu ametupatia, Roho Mtakatifu ambaye hakika atakuwa ni mfariji wetu.
Yawezekana ndugu ambaye unanisikiliza na kunifuatilia kupitia UoN TV, unapitia nyakati ngumu za maisha. Wakati mwingine msongo wa mawazo, mashaka, hofu na wasiwasi vimetanda juu yako, lakini asubuhi ya leo tafakari yetu inatuonyesha yupo mfariji ambaye ni kama Kristo, ambaye Kristo mwenyewe alituachia, Roho Mtakatifu. Mweleze shida zako, mweleze hitaji la moyo, naye atakupatia farijiko la moyo. Nikutakie asubuhi njema, nikutakie siku njema yenye baraka, unapoendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia UoN TV. Bwana aweze kukubariki. Nikualike tena kuungana nami kila alfajiri kwa ajili ya kupata mada mbalimbali za kesha la asubuhi. Bwana akulinde, Bwana awe nawe.